أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Ndugu Islam, kwanza naomba radhi kwa kuchelewa. Leo imenibidi nichelewe kwa sababu ya kazi za hapa na pale, lakini insha Allah tabaraka wa taala tutapata japo kidogo ili siku isitupite bure. Wa insha Allah tabaraka wa taala kesho tutaendelea katika tamzir za kawaida insha Allah. Leo tunaingia katika mlango wenye kuzungumzia masala ya funga ambazo kwamba si za lazima. Funga ambazo si za lazima. Na swali la kwanza linasema, nini hukumu ya kufunga mwezi wa Rajabu? Na nini kinampasa yule ambaye kwamba kanuia kufunga mwezi wa Rajabu kisha asiufunge? Nini hukumu ya kufunga mwezi wa Rajabu, na ni kitu gani kinachompasa au kinachomwajibikia mtu ambaye kwamba kanuilia kufunga mwezi wa Rajabu kisha asiufunge? Jawabu, mwezi huo wa Rajabu ni sawa sawa na miezi mingine. Ni sawa sawa na miezi mingine yote katika masala haya ya kufunga, kwamba mwezi wa Rajabu katika masala ya kufunga ni sawa sawa na mwezi mwingine. Na yule ambaye kwamba kanuilia kufunga mwezi wa Rajabu kisha asiufunge, basi hakuna ubaya wote juu yake, isipokuwa ile siku ambayo kwamba kaamka na funga, basi ni wajibu juu yake siku hiyo aitimize, na ikiwa atakula basi tampasa ailipe. Yani hii kama tulivyokuambia ni katika madhhabi ya kibadhi kwamba siku ambayo kwamba au amali ya sunna, kitendo cha sunna ambacho kwa asili yake ni sunna, ukikianza basi ni wajibu kitimize. Haitaki kuingia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halafu kaikata. Sala ya sunna ni sunna, haikulazimu, lakini baada Allahu Akbar shaingia huruhusi tena kuikata. Hutakiwi kuikata, na ukiikata basi itabidi uisali tena. Kama tulivyosema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, enyi mlioamini mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na musiyabatilishe matendo yenu. Kitendo ukiingia usikibatilishe kwa kikata. Na aya inaweza kuwa na maana nyingine vile vile, lakini kama tulivyosema kwamba umumul lafzi au umumul ayanin ya aya, ujumla jamala ambao umo katika lafzi ya hiyo, basi unaziingiza pia maana hizi ambazo kwamba nimezungumzia hapa. Na kawaida ikiwa maana ya msingi ya aya haigongani na maana nyingine inayopatikana, maana ya pili ambayo kwamba si ya msingi lakini pia imo katika aya na hazigongani, basi maana zote hizo zinakuwa zinazingatiwa. Naam, ikiwa zitagongana au maana ile ya pili ambayo kwamba si ya msingi itagongana na andiko jingine ambalo kwamba lina nguvu zaidi, basi itakuwa hayo au maana hiyo sio muradi, sio makusudi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapa haigongani, hapana kugongana. Kwa hivyo inshallah tabaraka wa taala hii ni fiqhi iliyokuwa safi kabisa. Na katika jawabu ya pili shekhe kajibu swala hilo kajibu tena, akasema hivi, akasema kwamba kufunga mwezi wa Rajabu haikuja sunna maalumu iliyotuamrisha kwamba tufunge mwezi wa Rajabu. Kwa hivyo mwezi wa Rajabu ni sawa sawa na miezi mingine katika kujuzu kufunga. Yani inajuzu kufunga mwezi wote, kufunga taqarruban ila Allah, ili kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mwezi wote.
Lakini suala kwamba kumekuja hadithi maalumu ambayo kwamba imehimiza kufunga mwezi wa Rajabu, basi hilo halikuja, na hauna kitu khususia, specificity, yani kitu umaalumu kwa mwezi huu umepewa hukumu yake maalumu zaidi ya kuwa ni mwezi katika mwezi ya haram, mwezi mtukufu. Na hadithi ambazo kwamba zimepokelewa kuhusu kufunga mwezi wa Rajabu zote ni hadithi ambazo kwamba zina sanadi dhaifu, yani wapokezi wake ni wapokezi dhaifu. Na kwa hivyo inatakiwa kwa yule ambaye kwamba anataka kufunga mwezi wa Rajabu au funge, si kwa msingi kwamba kuifunga kwake ni sunna, si kwa msingi huo, wala si kwa msingi kwamba una kitu maalum mwezi huo, bali mwezi huo ni sawa na mwezi mwingine katika masala ya kufunga. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Kwa hivyo kufunga mwezi wa Rajabu inafaa, lakini mtu asifunge kwamba hiyo ni sunna. Afunge tu kama ambavyo kwamba aweza kufunga mfungo mosi, aweza kufunga mfungo tatu, aweza kufunga almuradi zisiomo siku ambazo kama zimekatazwa kufunga tu, basi hafungi siku zaidi, basi kama hivyo. Lakini mwezi wote mtu anaweza kufunga, na hali kadhalika mwezi wa Rajabu. Swali linasema ni siku gani au masiku gani ambayo kwamba ni bora kuyafunga katika mwezi wa Shabani? Katika mwezi wa Shabani, je, kuna masiku maalum ambayo kwamba ni bora zaidi kufunga? Kama yapo, ni masiku gani? Jawabu, hakuna katika sunna, yani katika hadithi kwamba imeweka siku maalumu ambazo kwamba inapendekezwa katika siku hizo kuwa mtu afunge katika mwezi wa Shabani. Na hadithi iliyopokewa kuhusu kufunga mwezi 15, tarehe 15, hadithi hiyo si sahihi, bali kilichothibiti kutoka kwa Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga mwezi wa Shabani, alikuwa anafunga kabla ya Ramadhani katika mwezi wa Shabani, yani kabla ya Ramadhani alikuwa anafunga katika mwezi wa Shabani. Lakini haikuja upambanuzi, yani hakuja upambanuzi kwamba tarehe 15 ni siku maalumu, na kuna riwaya nyingine kwamba mpaka tarehe 15 hiyo. Basi riwaya zote hizi ni riwaya ambazo kwamba zina mushkila. Unafunga kadiri ya uwezo wako. Kilichokatazwa ni kuiunganisha Shabani na Ramadhani katika siku ya mushak, mtu akafunga. Hilo ndio ambalo kwamba halitakiwi. Swali linasema, je, inajuzu mtu kufunga miezi miwili mfululizo kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu tu? Yani mtu anafunga miezi miwili mfululizo, kwa kawaida hii ni kafara, ndo kawaida. Lakini je, kufunga hivyo kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu inafaa? Jawabu, hakuna chenye kuzuia mtu asijikurubishe kwa Mwenyezi Mungu, au hakuna chenye kuzuia na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufunga miezi miwili au siku 60 mfululizo, kwa sababu funga hiyo sio kama ile funga ya dahar. Funga ya dahar, na funga ya dahar ni funga ambayo imekatazwa. So funga ya dahar imekuja kwa namna nyingi, imekuja funga ya dahar kwa maana imeamrishwa, na funga ya dahar imekatazwa. Funga ya dahar iliyoamrishwa ni kufunga kama ayyam al-bayd, zimekuja riwaya kama ayyam al-bayd, siku za bayd zile 13, 14, 15. Mtume hii katika riwaya kaita funga ya dahar. Na hal kadhalika kufunga siku 6 baada ya Shawwal pia imeitwa funga ya dahar. Tumefahamiana Lakini funga ya dahar iliyokatazwa ni mtu kufunga siku zote. Ndio katika riwaya Mtume sallam mtu alomjia akamwambia kama ataka kufunga kila siku, akamwambia la, mwisho akamwambia funga na Nabii Daudi. Funga na Nabii Daudi siku moja nafunga, yani nusu dahari. Akamwambia hii ni funga nusu dahari, yani siku nafunga siku ufunge, lakini kufunga kila siku ruhusiwi katika sharia. Kwa hivyo mtu anaweza kafunga miezi miwili kwa lengo la kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii sio katika funga ambayo kwamba imekatazwa. Naam, swali linasema, je, mnasemaje kuhusu kufunga siku 6 baada ya siku 6 za Shawwal?
Yani baada mtu kufunga Ramadhani, kawaida Waislamu wanafunga siku 6 katika mwezi wa mfungo mosi. Je, inalazimu ziwe siku 6 hizo kwamba mtu afunge baada ya Eid moja kwa moja, baada ya kula sikukuu tu afunge, au hakuna ubaya kuziakhirisha? Kwa mfano akaanza siku ya 10 au kabla siku ya 10 kidogo, au baadaye baada siku ya 10. Hiyo au huo ni upande mmoja swali. Na kwa upande wa pili anaendelea mwenye swali anasema, na je, hal kadhalika inalazimu kwamba mwenye kufunga siku 6 za mfungo mosi azifunge mfululizo? Je, au lazima, au anaweza pia akafunga leo siku moja, akakaa siku 3 akafunga siku moja mpaka kama siku 6 katika mwezi? Vipi? Hivyo unaweza au lazima mfululize? Na ikiwa kauli yenu mnavyosema ni kwamba inalazimu kwamba mtu afunge funga hii ya sunna katika mwezi wa Shawali, katika mwezi wa mfungo mosi, yani baada ya Eid moja kwa moja, ikiwa wewe unasema hivyo, nini maana ya al-'athfu? Hali mambo ya kilugha tuna hawe, nini maana atfu bi thumma katika hii hadithi? Yani katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba atakayefunga Ramadhani thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, thumma atba'ahu, thumma. Sasa hapa muulizaji anauliza maana ya hii thumma. Kwa Kiswahili maana yake kisha, lakini Kiarabu kisha hii ina maelezo. Kwa hivyo pia huyu bwana Mwarabu hapa anauliza kwamba je, harufu hiyo hapo itakuwa, au herufi hiyo hapo itakuwa na maana gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadhan thumma atba'ahu bi 6 ayamin min Shawwal fakannama sama ad-dahr kullah. Mtu ambaye kama kafunga mwezi wa Ramadhani kisha akaifuatisha siku 6 za Shawwal, huyu mtu huyu ni kana kwamba kafunga umri wake wote, dahari yote. Anasema muulizaji ni kwamba na kanuni za kilugha zilivyo ni kwamba hii atfu bi thumma, yani unapoziunganisha sentence kwa neno hili thumma au maneno kwa neno thumma, basi huonesha kuchelewa. Yani thumma inaonesha kuchelewa kitu, tofauti na neno fa katika lugha. Yani ukisema jaa Muhammadun thumma Aliyun, kaja Muhammad kisha Ali, inaonesha kwamba baina yao palikuwa na kuchelewa. Sasa katika hadithi imekutumika vile vile kwamba thumma atba'ahu, kisha akaifuatisha. Sasa je, swali itakuwaje ikiwa kauli yenu, ani kauli yako samahati Sheikh, ni kwamba mtu lazima afunge baada ya kumalizika sikukuu tu? Hii thumma itakuwa na maana gani hapa? Ila hali thumma inaonyesha kwamba baina ya kitendo kimoja na kingine kuna kuchelewa. Hilo ndio swala la bwana mwenye kuuliza. Jawabu hapa kidogo mambo yenu ya kilugha, mambo ya kiusuli ambayo kwamba kwa kweli watu wengi nakuwa hawafaidiki nayo, lakini inshallah tutajitahidi kwamba tufahamishe wafahamu. Jawabu ni kwamba hadithi hii ni mutlaq, yani imeachiwa, ghair muqayyad bil fawriyya wala bit tatabu', kwamba hadithi hii ni hadithi ambayo kwamba imeachiwa, haikufungamanishwa na haraka kwamba mtu afanye amali hiyo haraka ya kufunga siku 6 za mfungo mosi, wala haijafungamanishwa kwamba lazima azifunge kwa kuzifuatanisha moja baada ya nyingine, haijafungamanishwa na hivyo. Ni mambo ya kiusuli haya. Masala al-muqayyad al-mutlaq ni masala ya kiusuli, na kwa hivyo mimi naona kwamba hakuna ubaya mtu kuakhirisha kuzifunga siku 6. Si lazima kwa ufunge moja kwa moja baada ya sikukuu. Leo umekula sikukuu, kesho ufunge, hakuna lazima huo. Wala sioni kwamba kuna ubaya mtu kuzifunga kwa kuzifarikisha, yani asizifuatanishe. Si lazima ufunge siku 6 mfululizo mpigo mmoja, si lazima. Funga mwenyewe siku moja ukitaka, 2, 3, 6 kwa mpigo, khiari yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi imeachiwa, haikufungamanishwa na mambo hayo, haikujafungamanishwa kwamba mtu afunge haraka tu baada ya sikukuu, wala haijafungamanishwa kwamba afunge kwa kuzifuatanisha siku. Mtume kasema kwamba afunge siku 6 basi. Siku 6 hizo ziwe vipi? Hazikuelezwa, na kwa hivyo siku ziwe 6 kwa mujibu wa lugha iliyotumika katika hadithi. Kisha Sheikh anamwambia kwamba
Na hayo niliyosema si kwamba mimi natoa dalili kwa neno thumma ambalo kwamba limo katika hadithi, kwamba kuna hii thumma inamaanisha kuwepo kwa mahala yani kuwepo kwa kipindi baina ya kitendo kimoja na kingine. Sio ushahidi wangu ninaotoa huu, kwa sababu hii neno hili thumma linakuja kwa kuonesha kuwepo kwa kipindi cha zama, na wakati mwingine halionyeshi hivyo, bali linaonesha kuwepo kwa nini, kwa kipindi cha nini, cha mpangilio tu basi, bila kuwepo zama. Na hivi ndivyo ilivyo mara nyingi ikiwa zitafungamanishwa sentence kwa neno thumma. Yani kiufupi ni kwamba anaposema shekhe ni kwamba neno hili thumma linaonyesha mpangilio wa zama ikiwa kilichofungamanishwa. Hii ni conjunction kwa wenye kusoma Kiingereza, ni conjunction yani. Kwa hivyo zile ikiwa kilichofungamanishwa ni kitu kimoja na kingine, jaa Muhammadun thumma Ali. Kwa hivyo hapa inakuwa imeonyesha kwamba kuna zama. Lakini ikiwa ni masala ya sentence nzima, basi haionyeshi zama wala haionyeshi kwamba kuna mpangilio, haionyeshi hivyo kabisa. Wala haionyeshi kwamba kuna mpangilio, na si lazima kuwe na hivyo. Kwa mfano wakati wa aya yenye kusema thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha saliya, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kwamba kisha sisi tunajua kwamba nani katika hao anastahili zaidi kuchomwa katika moto wa jahannam. Huwezi kusema kama Mwenyezi Mungu kajua baada ya zama fulani, kajua huyu kwanza alafu kajua huyu, au kajua hichi kwanza alafu ndo kajua hichi kwanza, alikijua hichi alafu ndo kajua hichi. Huwezi kusema, halikubaliki hilo. Wala huwezi kusema kwamba kavijua hivyo kwa mpangilio, yote pia hayakubaliki. Kwa hivyo hapa thumma sio dalili ambayo kwamba Sheikh anatolea ushahidi. Ushahidi ni kwamba hadithi ni mutlaq, haikufungamanishwa na kitu, na kwa hivyo mtu ana kifupi, mukhtasari wa jawabu ya Sheikh ni kwamba mtu anaweza akafunga mwezi wa Ramadhani kisha akafunga siku 6 kwa mpigo mmoja baada ya kumalizika sikukuu. Cha muhimu wale sikukuu tu, baada ya sikukuu unaweza kuanza siku ya pili ukitaka mwenyewe ukafunga kwa mpigo mmoja. Hutaki unaweza kuanza siku ya pili ukafunga moja au mbili, tatu, uwezo wako. Hutaki kuja ukafunga siku 6 baada ya siku 10. Hutaki kuja ukafunga 10 la mwisho la mwezi wa mfungo mosi, unapotaka mwenyewe. Kwa hivyo hailazimiki kufuatanisha wala hailazimiki kufunga moja kwa moja baada ya siku ya Eid, kuzifunga siku 6. Swali linasema, je, mnasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba funga ya sunna ya siku 6 ya mwezi wa mfungo mosi, na katika siku ya 6 akasafiri na safari yake ikawa refu na ikawa ni zaidi ya mwezi mmoja? Je, mtu huyu kinamwajibikia kitu gani? Jawabu, ikiwa kaanza kufunga katika siku hiyo ambayo kwamba kasafiri, ile siku ambayo kwamba kasafiri alikushaanza kufunga, basi itampasa ailipe, aibadili siku nyingine ajalipe tena. Sawa? Wallahu tabarak a'lam. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Hii maana yake kama nilivyokuambieni ni kwamba ibada ya sunna kwa asili ni sunna, lakini ukiingia basi imekulazimu. Kwa hivyo maulama wanaona kwamba ikiwa utaibatilisha basi uilipe. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, la tubtilu a'malakum, msibatilishe amali zenu. Swali ni kuhusu mtu ambaye kwamba hakukamilisha siku 6 za Shawwal za mfungo mosi kwa sababu ya safari. Je, ni kitu gani kinachomlazimu? Tazama swali la kwanza na la pili limefanana lakini tofauti. Kwa kwanza anauliza kuhusu mtu ambaye kwamba kafunga halafu akasafiri siku ya 6. Jawabu yake ni kwamba ikiwa siku ile ya 6 alifungua, alikushaanza kufunga, basi atailipa. Lakini wa pili anauliza swala zima la kwamba mtu hakufunga siku 6. Hakufunga siku 6. Pengine kafunga 5 au 4 alafu kasafiri. Je, kitu gani kinamlazimu? Jawabu ni kwamba mtu yoyote ambaye kwamba anafunga sunna, basi amri yake iko mikononi mwake. Akitaka kuendelea na kukamilisha ataendelea, na akitaka kukata ataikata. Sawa?
na inajuzu kufunga siku 6 za mwezi wa mfungo mosi bila kuzifutanisha. Lakini tunakumbusha kwamba anachokisema shekhe ni kwamba mtu ana uhuru kabla ya kuanza kufunga ile saumu. Akiingia kufunga siku ile ambayo kwamba kaamka akaifunga, ile hana uhuru tena, lazima akamilishe ibada ya Mwenyezi Mungu, na ikiwa ataikata ile itabidi anadaiwa, atailipa. Hivyo ndio shekhe anavyosema. Na kwa leo tunaishia hapa. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah alazim li wa lakum, wa sallallahu sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.